Oya Gray. Vipi rafiki yangu, mbona umenikimbia kwenye mashindano? Mimi nilikwambia wewe uniwezi. Na unaona sasa? Kwisha habari yako. Oya Gray. Gray. Da. Mzee Dauda, Naam. najua umetenda dhambi na dhambi yako imbele yako daima. Lakini nataka nikuambie neno moja. Mungu ni Mungu wa rehema. Anasamehe dhambi na kugaili uovu. Na katika kipindi kama hichi ndicho kipindi ambacho nataka uendelee kutafuta uso wa Bwana. Mchungaji, ninakushukuru sana kwa kunitia moyo na kuniongoza. Mimi sikupanga kutoka nje ya ndoa yangu, ila ni shetani. Sawa, hebu fungua katika Biblia yako kitabu cha Isaya. Sura ya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Ndio. haya njooni tusemezane, asema Bwana. Ndio. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ndio. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Sifa zote nazivume milele yote. Tumeona mkono wako. Hakika wewe ni mwema, tenda maajabu. Tumeona mkono wako. Kama si wewe Israeli naseme sasa. Tumeona mkono wako. Mwambie jirani yako, hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Amen. Kabla ya yote nataka twende tukafungue Biblia zetu na daftari lako na peni iliyojaa wino kwa ajili ya kusema kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu siku ya leo. Haleluya. Andika kichwa cha somo la leo, upendo wa Mungu kwetu. Andika upendo wa Mungu kwetu. Na nataka uelewe kitu kimoja kwamba Mungu hajawahi kukuchukia, lakini Mungu anaichukia dhambi iliyo ndani yako. Geuke jirani yako mwambie, Mungu hajawahi kuchukia, ila anaichukia dhambi iliyo ndani yako. Na ndio maana ungali mwenye dhambi alikutafuta, akamtoa mwanae wa pekee ili aje duniani akukomboe wewe ungali mwenye dhambi. Kwa hiyo ulipendwa ungali mwenye dhambi. Haleluya. Uliyependwa ni wewe, sio dhambi yako. Mungu anaichukia dhambi ila anakupenda wewe. Na ndio maana maandiko yakasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu
hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila aamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Alikuja kutuchukua hapa katika dimbwi la dhambi, akatuleta katika nuru yake ili tupate kwa wenye haki. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatupenda, hajawahi kutuchukia. Haleluya. Mchungaji, ninakushukuru sana kwa somo la leo. Hakika limenibariki sana. Amen. Baba, mimi ni mtu wa kujichukia sana kwa ajili ya dhambi zangu, na niliona kama na Mungu pia ananichukia. Lakini neno la leo limenifungua kabisa. Sasa nitaenda mbele za Mungu kwa ujasiri. Hakika umelielewa neno. Sasa inakupasa kutubia dhambi zako zote kwa hatua zote. Hatua zote? Yes. Unamaanisha nini mchungaji? Okay. Toba ina hatua. Na ina hatua kama 3. Hatua ya kwanza ni kuungama dhambi zako. Unaenda mbele za Mungu, naambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na natubu ya kwamba nimezini. Ama kama nimeua, natubu ya kwamba nimeua. Ama kama ni mwongo, natubu ya kwamba mimi ni mwongo, ninakubali ya kwamba mimi ni mwongo. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuungama, kukubali kabisa ya kwamba hiyo dhambi unahusika. Hatua ya pili ni kuomba toba. Sasa unasema, Mungu naomba unirehemu, unitakase kwa damu yako, unioshe kwa hisopo yako, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, niweke mbali na dhambi zangu, usikumbuke uovu wangu. Huko ni kutubia ile dhambi. Halafu ya mwisho, hatua hii ni ya kuweka mikakati thabiti ya kutokutenda dhambi tena. Nimekuelewa mchungaji. Nitaenda kufanya hivyo kwa uhakika kabisa, kwani sitaki kabisa kurudia hiyo dhambi tena. Barikiwe sana. Amina baba. Barikiwe sana. Amina baba. Wewe ni Mungu uyalindaye maagano ya watu wako wanaokuja mbele zako kwa moyo wao wote. Hakika nimekutenda dhambi ya uzinzi kwa muda mrefu, Bwana. Ninaungama dhambi zangu kuwa mimi ni mzinzi. Naomba unirehemu, Mungu, na kunitakasa kwa damu yako ya thamani, kwa jina la Yesu. Nipo tayari kuacha hii dhambi na kurejea kwako kabisa. Nirehemu Mungu wangu. Pili, mbona kama upo sawa? Sio kama ule Pili ambaye nimemzoea, yule niko naye kila siku. Gray, kuna jambo nataka nikwambie. Sijui kama utakuwa tayari kulipokea. Sema tu mpenzi wangu. Wewe unajua hakuna jambo nisiloweza kukufanyia kwa vile ninavyokupenda. Naomba usinielewe vibaya nitakavyokuambia. Siwezi kamwe kukuelewa vibaya, kwani wewe ni sehemu kubwa sana ya moyo wangu. Gray, naomba kuanzia leo mimi na wewe iwe basi. Una maana gani? Mbona sikuelewi? Namaanisha kuanzia leo mimi na wewe tusiwe wapenzi tena.
Gray, una shida gani? Mbona unaonekana ni mwenye msiba mkubwa ndani yako? Moyo wangu una maumivu makali sana kiasi cha kufa. Nahisi nipo kwenye ulimwengu mwingine kabisa ambao sijawahi kutarajia kukutana nao kwenye maisha yangu. Hebu niambie, nini tatizo? Wewe ni rafiki yangu na sikutaka kukuona ukiwa kwenye hali hii. Na nitasema unakufa na kupona kuhakikisha furaha yako inarejea. Kwa sisi siwezi kukuona ukiwa kwenye hali hii. Pili ameniacha. Hebu acha masiara. Pili ninayemjua au Pili mwingine? Patroba, ni huyo Pili. Sina Pili mwingine kwenye maisha yangu. Na sidhani kama nafasi yake inaweza chukuliwa na mtu mwingine. Ndiye aliyesema mimi naye basi. Nashangaa imekuwa ghafla sana. Sijui nini kimetokea. Sasa naanza kujua kwa nini Pili amefanya ujinga huu. Na nilihisi tu kuwa ni shida. Unajua toka Pili aanze kwenda kanisani, naweza kumuona anabadilika sana. Muda wote anamtaja yule mchungaji wake. Yaani kanisa limeingia mpaka na kama mwendo wazimu. Mimi sidhani kama hiyo ni sababu kweli. Japo nilianza kuona mabadiliko toka alipoanza kwenda kanisani. Na hasa sababu za yeye kuniacha ni alikuwa anamtaja huyo mchungaji wake Pastor Miamba. Yaani amebadilika kweli. Sijui nini kimetokea. Sikia nikwambie Gray rafiki yangu. Ukishakuwa na mwanamke ambaye muda wote anamtaja mchungaji wake, ujue kuna jambo hapo. Amka, usio kama mjinga. Patroba, natamani sana kuamka. Najua nikiamka taua mtu. Kwani ndani yangu nina uchungu sana. Wacha niendelee kuongea naye Pili. Lakini nikimpoteza Pili kwa ajili ya huyo mchungaji wake, basi liwalo na liwe. Hallelujah. Tofauti yetu sisi na wasanii ni kwamba sisi tunaimba katika Roho Mtakatifu. Lazima uimbaji wetu uwe na uvuvio uliojaa uponyaji kwa watu wa Mungu. Lakini wasanii ni wale wanaotumia vipawa vyao vya uimbaji kutumbuiza tu. Sisi sio wasanii. Sisi ni waabudu halisi. Na maandiko yameweka wazi ya kwamba saa inakuja na saa ndio hii ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Ni kama ambavyo unaweza kumwambia Mungu namna hii: Roho Mtakatifu, takatifu, tujaze. Roho wa milele, wa milele, tujaze. Mwambie Bwana: Roho Mtakatifu, yes, takatifu, tujaze. Wa milele, Roho wa milele, oh, wa milele, yes, tujaze, kama ulivyowajalia, kama ulivyo
wakaanza kusema kama ndimi za moto. Nasi leo twaomba tuja Roho Mtakatifu, Yes, Lord. Esaraboyendere bushata. Kwa milele. Roho Mtakatifu. Yes. Oh, Mtakatifu. Tujaze. Ewa milele. Oh, oh, yeah. Come on. Tujaze. Bwana tujaze. Yes. Bwana tujaze. Come on. Inua sauti yako. Bwana tujaze. Yes, Lord. Thank you. Bwana tujaze. We take it higher. Bwana tujaze. Yes, Lord. Jaze kwa milele. Yes, Lord. Tujaze. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hivyo basi imetupasa kukaa katika roho wakati wote wa kuimba, lakini pia hata maisha yetu yambebe Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Baba, nimekukimbilia wewe mtumishi wa Mungu. Najua yako maarifa ya kimungu ndani yako yatakayonivusha hapa nilipo. Mzee Mpoli, mimi siwezi nikakuhukumu kwa neno lolote juu ya dhambi yako, kwa sababu Mungu hakuniweka ni hukumu dhambi, bali niwasaidie wenye dhambi kama wewe. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Katika kipindi hiki ambacho dhambi hii imekushikilia, kuna mambo muhimu ya kufanya. Lazima ufanye toba halisi. Na unapoiongelea toba halisi, unaongelea hatua zile za toba halisi. Kuungama dhambi yako kama ulivyokuja umesukumwa ndani ya moyo wako, uje uiseme wazi dhambi yako. Lakini la pili, kuitubia ile dhambi. La tatu ni kutengeneza mikakati ya kutokufanya dhambi hiyo tena. Baba, ni tamaa tu ndio zilizonipelekea kuyafanya hayo. Lakini mke wangu ni bora kuliko Hausigeli. Ila ni shetani ndiye aliyeniangusha katika aibu hii baba. Sawa, sasa nitasimama na wewe, kwa sababu wewe ni mtoto wangu wa kiroho. Nitasimama na wewe mpaka utakapopata amani ya moyo. Amen. Na hiyo dhambi kuachie kabisa. Amen. Kikubwa Biblia inasema hivi, nataka nikufungulia katika kile kitabu cha Yakobo. Nataka nisome na wewe katika kitabu cha Yakobo kabla sijaomba na wewe. Yakobo sura ya 4. Nitaanza kusoma ule mstari wa 7. Anasema hivi: basi mtiini Mungu
mpingeni shetani nanyi atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kwa hiyo tunampinga shetani. Kuna njia za kumpinga shetani, na Biblia inasema ikimbieni zinaa. Hiyo ni namna ya kumpinga shetani. Kwa katika mazingira yote ambayo unapitia, angalia ni kwa namna gani unaweza kukaa na huyo housegirl salama pasipo kutenda dhambi. Lakini kama ikishindikana, tuyatimize maandiko. Ni vyema kuikimbia kabisa. Mrudishe mtoto wa watu mbali, ili uilinde ndoa yako, umlinde yule binti, lakini uwe salama mbele za Mungu. Kwa hiyo ninakushauri sana katika nyakati hizi kuichukua hiyo hatua. Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Peke yetu hatuwezi, lakini tunawezeshwa na Mungu. Nataka niombe na wewe. Twende mbele za Bwana. Weka mkono wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, Baba ninakushukuru kwa ajili ya mzee wa kanisa, mzee Mpoli, unayemjua kabla misingi ya dunia kuwako. Baba ninaomba huruma zako na neema yako. Baba ninaomba mkono wako kamhudumie mtumishi wako huyu pale alipoanguka katika hii dhambi na akaja kutubu kwa mimi mtumishi wako. Baba ninaomba rehema zako na neema yako vimfunike na akapate kuishinda hii dhambi, na hatimaye umpe amani. Umpe amani katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Baba ninaomba umpe amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tumwezeshe kutokuirejea tena dhambi hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Asante. Amen. Ile damu ya Yesu inakutakasa na inakuweka huru. Amen. Endelea kuomba, amani ya Kristo itakujilia. Amen. Amen. Baba. Unaendeleaje? Vizuri. Baba, ninakushukuru sana. Sasa nina amani. Na hata maombi yangu ya wiki hii imekuwa na muunganiko mkubwa sana wa Roho Mtakatifu. Hakika ninaamini dhambi inauficha uso wa Bwana. Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Mimi nakuombea sana binti yangu, uendelee sana na kuzidi sana kwa mtakatifu. Unajua, unapozidi kuwa mtakatifu, kuna hali unaiamsha huko ndani ya Roho Mtakatifu inaokufanya ufanikiwe kila kona maisha yako. Baba, endelea kunilea hivi hivi na kunipa maarifa. Kwani toka naanze kusikiliza mafundisho yako, nimekuwa mtu mwingine kabisa na namuona Mungu kwa wepesi sana. Ninakufurahia sana binti yangu. Amina baba. Bwana endelea kukubariki. Amen. Bwana endelea kukuinua. Amen. Na mimi nazidi kukuombea. Amina baba. Amen. Barikiwa. Amina baba. Amen. Mke wangu, furaha ya mchungaji yoyote ni kuona kanisa linakuwa. Na ukuaji wa kanisa sio ongezeko la watu tu, bali hata ufahamu bora wa neno la Mungu na utolewa mahali hapo, na jinsi watu wanavyolipokea lile neno na kuliweka katika maisha ya kile walichokisikia. Ni ukweli, hata mimi nimeona ukuaji wa kanisa kupitia kumsifu na kumwabudu Mungu. Maana Mungu watafuta waabuduo halisi, watakuwa mwabudu yeye katika roho na kweli. Mimi nimeona ukuaji katika hofu ya Mungu na hali ya kuichukia dhambi. Natiwa moyo sana ninapoona watu wanakuja ofisini, alafu vile wanavyoongea ni kama watu ambao wanaichukia dhambi na kukataa uovu. Bwana Yesu akutie nguvu. Uendelee kulifundisha neno lake pasipo kuchoka.
Nilikuambia mbaya wako ni yule Pastor Myamba. Maana kwa macho yangu nimeona wakiongea. Na pili karegea sana kimapenzi. Ni dhahiri yule mchungaji kakuibia mpenzi wako. Patroba, una uhakika na unachokisema? Mimi siwezi kukudanganya wala siwezi hadithi za nadharia. Unanijua mimi ni mafia. Sishindi na chochote. Nikiamua kukupeleza kitu na rudi jibu lilonyoka. Na hili ndilo jibu. Kama uniamini basi pambana mzee. Umenitia nini wakati unajua nilichotangaza mwisho wa mahusiano yetu? Sikia Pili, nimeshajua chanzo cha ubaya huu wote ulionitendea. Mwambie mchungaji wako ameshinda yeye, lakini mwambie aache uhuni. Hivi kweli hakuna wanawake wengine huko nje kote mpaka aje nichukue wewe mpenzi wangu? Gray, naomba ushie hapo hapo. Huwezi kumwongelea vibaya babangu wa kiroho na nikabaki kukusikiliza. Nilikwambia chanzo cha mahusiano yetu kuisha ni ile mimi kuchukia dhambi. Ila sikuchukia wewe hata kidogo, kwani hakuna baya lolote ulilonifanyia. Ndio maana ulipoomba kuongea nami nikaja. Ila kwa kuendelea kumwongelea vibaya babangu wa kiroho kunanifanya nianze kuchukia wewe, kitu ambacho sasa kifikia huko karibu ibada zangu. Gray, sasa hutaniona tena, kwa naona na mawazo mabaya na sitaki kugombana na Mungu. Maandiko yanasema tusiwaguse masihi wa Bwana. Kwa hiyo masihi wa Bwana ndiye kanichukulia mpenzi wangu. Naomba sasa niondoke, maana hizi ni zaka kubwa sana mbele za Mungu. Nilipookoka nilikusii sana tuache kushiriki tendo la ndoa mpaka ndoa. Ulisema upo radhi kuacha nikuchague wewe au Mungu. Sasa nimemchagua Mungu, unaanza kuzua maneno mengine. Kushiriki na mchungaji ni sawa, si ndivyo? Gray, unanikosea sana heshima, lakini unamkosea Mungu kwa kumsema vibaya mtumishi wake. Na Biblia inasema tusiketi barazani pa wenye mizaa. Naomba niondoke na usinitafute tena. Nafuta namba yako, futa namba yangu pia. Nilichukia dhambi, sasa nakuchukia na wewe kwa maneno yako yasiyofaa. Okay, we shall see. God is in control. Nina maumivu mengi kiasi cha kufa. Ila aliyesababisha haya atalipa gharama. Siwezi kumpoteza kipenzi changu Pili kihasara namna hii. Najua ama mimi ama yeye. Namuomba Mungu anipe moyo wa subira, ila nimeshindwa. Maana wao tuliwadhani kuwa wanamjua Mungu, kumbe ni matapeli wa hisia za watu. Ila sihitaji kukaa kimya, huu ni ujinga. Acha nikashtaki sehemu husika.
Samani mama, najua utakuwa haunijui kabisa, ila najua utakuwa unamjua binti yako Pili Mrema wa kanisani kwako. Ndiyo, namfahamu. Nini kimetokea? Na wewe ni nani? Naitwa Gray. Mimi ni kijana mwenye maumivu makali sana. Hebu ongea haraka haraka, kwani natamani kujua nini kilichotokea. Okay, acha nianze hivi. Pili ni mchumba wangu. Tulikuwa tunapendana sana sana. Siku chache amebadilika ghafla na kuniacha. Na katika upelelezi wangu wa dhati kabisa, nikaona mchungaji, yani mume wako, ndio sababu. Mchungaji ndio sababu? Kwa maana gani? Una uhakika ufahamu wako hujaibiwa na adui? Maana haya ni mapya kwangu. Kwa miaka mingi tangu mchungaji aanze huduma, hii ndio kwa mara ya kwanza tunapata tuhuma za namna hii. Naomba upeleleze upate kujua ukweli, kwani ni dhahiri kabisa mchungaji anatembea na mchumba wangu, na nina ushahidi kabisa. Una ushahidi gani? Hivi ni kweli au ninaota? Na ndio ujue kwa namna gani moyo wangu umebeba maumivu makali sana. Naomba niondoke. Siwezi kuchukuliana na hili kwa sasa, ila nitalifanyia upelelezi. Nitumie picha. Andika namba zangu. 062766. Stori zinazoendelea kanisani leo zimenivuruga kichwa. Stori gani? Unajua maisha haya ni wewe na Mungu tu. Ukisema uangalie watu, umekwisha. Maana hata unayemwamini ndio kwanza anaharibu. Unajua mimi nilimwamini sana pasta, ila kwa uchafu huu imani yangu imeisha. Roida, unakosea sana. Na mimi naomba niwe mbali na haya mazungumzo. Naomba niondoke tu. Sitaki ukoma kwenye maisha yangu. Josephine, wewe nenda tu. Ila mimi niko na Roida. Huwezi kemea kitu usichokiishi wewe. Kabla ya kutoa kibanzi katika jicho la mwenzio, toa kwanza boliti katika jicho lako. Ila mimi nina wasiwasi na Pili. Si ajabu yeye ndiye aliyemwangusha mchungaji wetu. Maana roho ya Yezebeli huwa haimwogopi mtu. Usipokaa vizuri na Mungu, inapita na wewe. Wapendwa, muwe na siku njema. Wacha ni waache. Unajua Josephine, lazima uwe mtu wa haki. Ukemee uovu. Usipokemea, umeukubali, na wewe ni sehemu ya huo uovu. Sikiliza Loida, najua Mungu alikonitoa kupitia huyu mtumishi. Na kama hao mnaosema amefanya, basi Bwana mtetee Masihi wake, mpaka mafuta wake. Lakini nahukumiwa ndani ya moyo wangu kusema ubaya wowote juu yake. Najua nalikuwa mgonjwa, Mungu akamtumia, na sasa ni mzima kabisa. Hospitali zote zilishindwa, ila Bwana akamtumia yeye. Siwezi leo kuongea mabaya juu yake, ila Bwana amrehemu tu na ampe mwendo mpya katika utumishi wake.
lakini unakubali kuwa mzinzi. Maana picha zake umeziona ya kwamba yeye ni mzinzi. Mimi sijui. Najua jambo moja, na alikuwa mgonjwa na sasa ni mzima kupitia utumishi wake. Napenda. Kwa hiyo nyinyi ndio mnatuacha? Unajua wewe ni mbwa. Tena nadiriki kusema haufai. Sio mchungaji wewe, bali ni kahaba wa kiume. Kuna siri kinachoendelea na sijawahi hata siku moja kusikia kinywa chako kinitukana mimi. Unahakika unaongea na mimi ama kuna mtu mwingine hapa ambaye usiyemuona ama tusiyemuona unaongea naye? Kwani hapa tupo wangapi? Of course najua hapa tuko mimi na wewe na Mungu katikati yetu. Nakuomba kuanzia leo kinywa chako kisilitaje tena jina la Mungu. Kwani ni kumkufuru Mungu. Kwani wazinzi hatima yao ni kwenye lile shimo liwakalo moto. Na wewe ni wa huko kwa tabia zako. Hivi naota ama kuna nini kinaendelea nisichokijua? Hivi kuna nini kinaendelea? Mimi sielewi nini kinaendelea. Sikia kwa makini. Hivi wewe ni wakwenda kufanya uzinzi na pili mtoto wako wa kiroho? Ni mara ngapi umekuwa ukiyasema haya mambo? Kumbe wewe unafanya chini chini. Ona Mungu alivyokuumbua. Sikia. Then mimi sielewi unachokiongea. Okay, nakubali. Pili ni mtoto wangu wa kiroho, nakubali. Mengine yanaendelea hapo yatoka kwa ule mwovu. Na Biblia imeshasema tusiache kuzipinga hila za shetani kwenye maisha yetu. Najua una neno la kutosha. Siwezi kubishana na wewe. Ila tubishane kwa matendo. Hey. Haya. Tafuta tena mstari wa Biblia wa kueleza huyo ni nani na mlikuwa wapi. Asante Pili. Kuna jambo limenileta. Ninaomba nikwambie ukweli kabisa Pili. Umeleta makwazo makubwa sana kwa kanisa na mbele za Mungu. Hivi wewe hukuona wanaume wengine mpaka uende kwa mchungaji? Na ninajua kabisa wewe ndio umemtega mchungaji. Mama Mbunda, unaongea nini? Mbona sielewi unachokiongea? Unamaanisha nini kuongea maneno makali ambayo hayasaidi kuingia katika masikio yangu? Unajua Pili, usitaki kujitoa ufahamu sawa? Wewe unajua ulichokifanya na mchungaji? Paka mkaona haitoshi, kama mjipije binapisha kabisa. Mimi na mchungaji? Ndio. Unataka kusema hujaona kwenye mitandao? Kwenye mitandao kuna nini? Nenda kaangalie. Unajua Pili, Mungu hadhihakiwi. Kila mtakachokifanya mafichoni atakifichua tu. Ona sasa mmeumbuka. Shalom washindi. Shalom. Nami nimewaita leo katika kikao hiki cha wazee wa kanisa ili tupate kujadili jambo muhimu na jambo nyeti sana wapendwa. Nimesikia tetesi zenye uvumi mkubwa sana kuhusiana na mchungaji wetu hapa kanisani na binti yetu Pili. Sina wasiwasi wala mashaka ya kuwa kila mmoja aliyopo mahali hapa analijua jambo hili vizuri sana. Kwa hivyo nimewaita ili tupate kujadiliana jambo hili. Mzee Dauda, unalionaje hili jambo? Mimi nimesikia na nimeona kwa macho yangu picha ambazo hazina ushuhuda kati ya mchungaji na huyu binti, na sitaki hata kumuona mchungaji.
na nikimuona naona kama ule uwepo wa Mungu kidogo nilionao unaondoka na ninabaki na hasira tu. Punguza hasira. Punguza hasira mzee Dauda. Kumbuka maandiko yanasema hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Kumbuka uvumilivu ndio tunda la Roho. Ukweli ni kwamba haya mambo yanakatisha tamaa. Unafundisha vizuri, alafu wewe mwenyewe unashindwa kuyaishi. Mimi nadhani tumwite mchungaji. Yamkini Mungu akatumia kumsaidia. Yeye aliye karibu na Mungu na sisi. Ni nani wa kumsaidia mwenzake? Hapa kila mtu angalie ustaarabu wake, au la tufanye maamuzi magumu dhidi yake ili iwe fundisho kwa wachungaji wanaochipukia. Mambo haya naomba ni washauri. Tunapaswa tuende kiroho. Tusiende kimwili. Tukienda kimwili tutaangamia. Pastor Miamba alitufundisha maisha ya rohoni. Tuende kiroho. Sisi ni watu wa rohoni. Usimtaje Pastor Miamba hapa. Tuko hapa kutatua tatizo. Hali imeshachafuka. Tunahitaji maamuzi magumu. Hata kama kakosea, yule bado ni mtumishi wa Mungu. Na ni kuhani kwetu. Mimi nashauri tuombe. Nami ninashauri kukaa naye ili tujaribu kuona tunaweza kumsaidia kwa namna gani. Japokuwa amekosea, bado ni mtumishi wa Bwana. Nami nitapanga naye kikao cha lini tutakutana ili tupate kuja kujadili jambo hili muhimu sana, wapendwa. Kwa nitawapa taarifa kwamba ni lini tutakutana naye ili tupate kuja kujadili jambo hili. Lakini kabla sijafunga kikao hiki, tunaye mwenzetu mmoja mzee Kitundu, toka tumefika kulijadili jambo hili kana kwamba yeye kiti chake hakijakaliwa na mtu. Ni mtu wa kukaa kimya, kunyamaza. Ninapata wasiwasi kwamba haya tuliyoyajadili mahali hapa ni kama ni siri. Lakini yeye huyu ndiye atakaye kwenda kumwambia mchungaji. Huyu ni ndumi la kweli. Kwa hivyo Bwana Kitundu, mimi ninakuomba uchangie ili tupate kujua wewe uko upande wa shetani ama uko upande wa Mungu. Nataka kujua upo mstari upi. Msempoli, mimi leo naomba nisizungumze chochote. Leo naomba nisichangie. Tuko pamoja lakini sitaweza kuzungumza neno lolote. Tupo hapa kwa sababu Mungu ametuamini. Tunaomba uchangie. Kwa sababu huwezi kusema unashindwa kuchangia. Basi kulikuwa kuna sababu ya wewe kuwepo mahali hapa, wala kiti chako kuwepo hapa. Jambo hili ni nyeti sana. Inahitaji hekima sana. Sio jambo la kukurupuka na kuzungumza kila kitu ambacho nakiona kinafaa kuzungumzwa. Mimi leo naomba nisizungumze chochote. Tafadhali. Mzee Kitundu, mwenyekiti, ninakushauri changia hoja. Changia hoja. Mungu ametuamini. Ikiwa hata Yesu mwenyewe aliwauliza wale watu waliokuwa wanahitaji kupona, alimuuliza Bartimayo, unataka nini? Akasema nataka kuona. Alimuuliza yule mwenye ukoma, unataka nini? Akasema nataka kupona. Vilema aliwauliza, unataka nini? Nataka kutembea. Wewe unataka nini? Mzee kiongozi, ninaheshimu sana mafuta yaliyoko ndani yako. Ila katika jambo hili sijapata neno la kuzungumza. Mara nyingi sana Roho wa Bwana huaga ninapenda kuzungumza kile ambacho Roho wa Bwana anasema na mimi. Lakini katika meeting sijapata neno lolote. Hivyo sitaweza kuzungumza chochote. Tafadhali. Mzee Dauda. Naam. Wewe unasemaje juu ya Bwana Kitundu kuto kuchangia hoja? Mwenyekiti, mzee Kitundu yuko kinyume nasi, anatuzunguka. Lazima achangie. Sichangie. Atachangia. Sikilizeni. Utachangia. Naomba mnisikilize. Utachangia. Naomba nizungumze. Kaa chini. Naomba nizungumze neno moja. Nakuomba. Wewe unataka nizungumze nini? Hata hatujafanya maombi. Mimi nilitarajia utasema tukutane tufanye maombi ili tuchukue maamuzi sahihi. Jambo hili ni la rohoni. Halihitaji maamuzi ya kukurupuka. Mzee Mpole, samani. Hapa hawa watu wanatuchanganya. Mmoja hapo ni Mama Debola. Ameongea maneno mawili tu
lakini mzee Kitundu endo kanyamaza kabisa, utachangia. Siwezi. Naombeni mnyamaze, sio lazima achangie. Atachangia. Sio lazima achangie. Mama Mbunda, mimi ninakupenda sana kwa sababu mimi ninajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Hali inayoendelea hapa kanisani ni mbaya sana. Watu wanapambana na mchungaji bila kujua wanapambana na Mungu direct. Na wasipokuwa makini watapigwa na uharibifu utaingia kwenye maisha yao. Sijui unanielewa? Nakuelewa sana. Nakuelewa sana. Unajua mzee Kitundu, namshukuru Mungu sana. Sana. Kwa sababu nilikuwa na mimi naenda nje ya neno. Neno la Mungu limetuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ninakiri nilikosa maarifa. Nikajiunga na watu wachache ndani ya kanisa waliokuwa wakimsema mtumishi wa Mungu. Lakini unajua Mr. Kitundu, mchungaji ametulia kwa upendo sana. Ingali tu wenye dhambi. Lakini sisi tumeweza kumhukumu yeye dhambi zake kwa kusikia tu kwenye mitandao. Hii kitu tumekosea. Tumekosea. Lakini sina cha kusema zaidi. Nimrudie tu Mungu. Lakini unaweza ukanishauri nifanye nini? Tubu na urejee. Sipokuwa makini utapigwa sana. Na kwenye hivi vikao vya wazee wa kanisa, na kuomba usifuate mkumbo. Bila hivyo utapigwa. Sawa, asante sana. Hakika ninarejea kwa Mungu. Ninarudi kwenye toba halisi. Mungu akubariki sana. Asante. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Mchungaji, kama tulivyokuambia, yanayoendelea hapa kanisani na kwenye mitandao ya kijamii, sisi kama wazee wa kanisa tulioaminiwa na Mungu na kanisa pia tumeonelea ni vyema ukaachilia nafasi uliokuwa nayo ya kichungaji ili utukufu wa Bwana upate kudhihirika. Kwa kuwa mitandao ya kijamii inajionyesha wazi, kama wazee wa kanisa tumeona baba usimame. Itakuwa vyema sana ili hata mataifa wanaposikia msimamo wa kanisa, Mungu anapewa utukufu. Hata mimi naunga mkono, na hapo utaheshimika. Kama vile tunavyoona viongozi mbalimbali huwa wanajiuzuru kwa ajili ya kashfa fulani, na wewe hapo itakupa heshima kubwa sana. Mimi naomba niseme na nirudie tena kusema, sijatenda dhambi yoyote. Sina hatia juu ya mwanadamu wa yeyote, na wala sina hatia mbele za Mungu. Mchungaji, usiongee mengi sana. Muda mwingine uwe na aibu. Picha zimezagaa kila kona. Unataka kusema nini? Mimi naona uachie ngazi. Ufai katika majukumu ya kikuhani kwa hali ulionayo. Nadhani tumsikilize mpaka mwisho. Kwa kuwa tumeaminiwa na Mungu na kanisa pia. Sisi kama wazee wa kanisa tunayo nafasi ya kuamua. Maamuzi ambayo tutayaamua kama kanisa ndio yatakayokuwa, ili Mungu apate kujidhihirisha, kwa sababu tumeaminiwa na Mungu pia na kanisa lake. Sawa, mimi siwezi nikapinga. Ninajua kabisa kwamba mna hiyo nguvu ya kuweza kuhukumu. Labda niko nataka nijue maoni ya watu wengine. Maoni yako nasema nini? Mimi maoni yangu, siungi mkono juu ya wazee wa kanisa kwenye hukumu wanaoitoa.
maana hukumu ni ya Mungu, sio ya mwanadamu. Mimi niko upande wako mchungaji, hujatenda dhambi. Maoni yako? Mimi nadhani maoni yangu, Pastor Miamba aendelee kuhudumu huku tukiomba na kufunga Mungu aweze kutujibu. Amina. Na maoni yako? Baba, mimi ninaelewa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Na ninajua na nimekataa toka mwanzo. Sikubaliani kabisa na baadhi ya maoni ya wazee wa kanisa. Sikubaliani kabisa. Ninapinga na ninakataa. Mimi ninashauri na ninaomba uendelee kutuchunga. Sababu ninajua nguvu iliyoko ndani yako. Huwezi kufanya kitu kama hicho. Huwezi kabisa. Maoni yako? Kwa kweli mimi msimamo wangu wazee wa kanisa leo, acha tu ninyamaze. Tuiache hukumu ya Mungu. Mimi sijakataa kuhukumiwa na ninyi, lakini naomba tu niwakumbushe kwamba nafasi hii ambayo ninaitumikia kwa sasa ni Mungu ndo aliyeniweka, sio mwanadamu. Lakini ikiwa ninyi mmeamua kuhukumu, basi sina namna. Lakini nachojua hukumu halisi anayo Mungu. Wakati tunapisha hukumu ya Mungu, na wewe inabidi upishe madhabahu, ili sisi watakatifu wake tuendelee kuhudhuria ibada. Hatuwezi kuhudumiwa na mtu mchafu mbele za Mungu. Mchungaji, ninakushukuru sana kwa kunitia moyo na kuniongoza. Mimi sikupanga kutoka nje ya ndoa yangu, ila ni shetani. Lakini nataka nikuambie neno moja. Mungu ni Mungu wa rehema. Anasamehe dhambi na kugaili uovu. Na katika kipindi kama hichi, ndicho kipindi ambacho nataka uendelee kutafuta uso wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba njooni tusemezane. Katika kipindi ambacho umetenda dhambi, ndicho kipindi ambacho natakiwa kumkaribia Mungu sana. Kwa sababu watu wengi wanapotenda dhambi huwa wanapata hukumu ambayo inawafanya wakae mbali na Mungu, kitu ambacho si sawa sawa. Kwa katika kipindi hiki ni lazima uwe karibu sana na Mungu. Uendelee kusoma ile Zaburi ya 51 kwa kujirudia rudia, na utapata amani ndani ya moyo wako. Na endapo kama utaona kwamba kuna uzito bado na unahangaika na ile dhambi bado na kutesa, njoo tena hapa. Nitakupa neno la maarifa, nitakupa maelekezo ya kiroho, na utasimama na kila kitu kitakaa sawa. Kwa kuwa mitandao inaonyesha namna uchafu wa mahali hapa ulivyo, dunia nzima inatizama. Na kwa utaratibu huo basi, hatuna namna nyingine zaidi ya kumsimamisha mchungaji ili apishe utukufu wa Bwana upate kudhihirika. Kwa sababu utukufu wa Bwana huwezi kuja ikiwa yuko mtu mchafu. Mzee Mpoli, mimi siwezi nikakuhukumu kwa neno lolote juu ya dhambi yako. Kwa sababu Mungu hakuniweka ni hukumu dhambi, bali niwasaidie wenye dhambi kama wewe. Baba, ni tamaa tu ndo zilizonipelekea kuyafanya hayo. Lakini mke wangu ni bora kuliko Hausgeli. Ila ni shetani ndiye aliyeniangusha katika aibu hii baba. Sawa, sasa nitasimama na wewe. Kwa sababu wewe ni mtoto wangu wa kiroho. Nitasimama na wewe mpaka utakapopata amani ya moyo. Mimi nadhani bila kuchelewa ni shauri wakupewa madhabahu yetu hii badala ya mchungaji wetu huyu apewe Pastor Boni. Ndio. Sawa.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru nikisema asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya kanisa lako. Ninamuinua na kumkabidhi mikononi mwako mtumishi wako Pastor Emmanuel Myamba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninasema asante kwa sababu unakwenda kumtia nguvu katika wakati huu mgumu, katika nyakati hizi Bwana. Ninaomba wema wako na neema yako ikasimame ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kanisa lako Baba, achilia utulivu kila namna yote ya uharibifu na kila namna yote ya mitego ya adui ninaikataa na kuiharibu katika jina la Yesu Kristo. Kila mtego wa adui ninaukataa ndani ya kanisa lako katika jina la Yesu. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ndani ya kanisa. Mungu, kampe utulivu katika hali ya hewa inayoendelea kwa neema yako ndani ya maisha yetu katika jina na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Oh, thank you Jesus. Hongera sana kama umemtumishi. Amina mtumishi. Nina jambo ambalo silielewi. Yes. Naomba tukae kidogo tuzungumze. Haina shida, haina shida. Mzee Kitundu. Na unajua kama sikuelewi hivi. Mimi najua wewe ni muongeaji sana. Ila kwa nini kwenye vikao hivi umekuwa kimya sana tofauti na vikao vingine? Unajua jambo hili ni nyeti sana. Naogopa kuinua kinywa changu. Kumbuka kwenye Biblia Miriam na mwenzie Haruni walipomsema vibaya Musa. Ingawa Musa alikosea, lakini Miriam alipigwa ukoma. Naogopa ukoma kwenye maisha yangu. Unajua mimi nina familia na wananitegemea. Mzee Kitundu, ni lazima neno la Mungu likae kwako kwa maarifa. Usiwe mtu wa hisia na uoga. Biblia inasema penye ndio tuseme ndio, na penye hapana tuseme hapana. Hakuna asiyejua nguvu za Mungu ndani ya Pastor Myamba, ila ametenda dhambi. Je, yatupasa kuikalia kimya dhambi? Ya ukweli kabisa. Tunapaswa kuikemea dhambi. Na wewe unajua mimi nimenyoka hivi. Ila kwa dhambi ya Pastor Myamba nakosa ujasiri. Mimi naomba niwaachie wenzangu na mimi simo. Biblia inasema usimguse Masihi wa Bwana. Mungu sio kipofu wala sio kiziwi. Na mkono wake una uweza na nguvu nyingi. Yeye akitaka kumwadhibu Masihi wake anamwadhibu, ila sio sisi. Sio sisi. Sisi hatuhukumu. Sisi tunaweka mambo sawa ili kanisa lisiharibike. Bado Mungu anaweza kuweka mambo sawa. Mungu hasaidiwi wala hajaomba msaada kwa mwanadamu awaye yoyote. Mzee Dauda, Mungu hasaidiwi. Na kushauri chomoka kwenye huo mtego. Mimi naondoka na naomba msiniwakilishe tena kwenye vikao, na sitarudi tena kwenye vikao vya kanisa hadi mjadala huu uishi. Ila kama namuelewa Mzee Kitundu, tusijepigwa. Mimi mwenyewe nategemewa na ukoo mzima. Ila hapana, tuko salama. Mungu anatutaka tuiseme kweli yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipo mbele zenu na mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili yenu, lakini kwa ajili ya mke wangu na watoto wangu, juu ya yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii kati yangu mimi na mtoto wangu wa kiroho Pili ambaye leo hayupo hapa. Ninajua kibinadamu ni ngumu sana kujieleza
kwenu, kwa sababu hata Paulo aliwaambia Wakorinto, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Kuna mahusiano makubwa kati ya kumpa nafasi mtumishi wa Mungu ndani ya moyo wako na kuhudumiwa na yule mtumishi wa Mungu. Ninajua nimekosa nafasi kabisa ndani ya mioyo yenu, lakini ukweli sijatenda hiyo dhambi mimi. Nichukue nafasi hii kumkabidhi madhabahu hii Pastor Bon. Amen. Ambaye amekuwa chini yangu akifanya kazi kwa muda mrefu, na Bwana amempaka mafuta. Ninajua atawahudumia katika nguvu za Roho Mtakatifu zisizo za kawaida. Amen. Sioni haja mimi kuwepo mahali hapa ama kuwatumikia, lakini nawatakia kila laheri katika kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor Bon, madhabahu ni ya kwako. Karibu. Shalom washindi. Shalom washindi. Mungu yu mwema kila wakati. Nyumbani mwa Bwana lazima kuna changamko. Haleluya. Vipi, mbona nyata? Baba, shuleni wananitania, wanasema kama wewe ni mzinzi. Eti ni kweli? Umefanya umweki? Hapana. Naenda kafanya umweki. Sawa. Hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi Jehova, nisiwe mchungaji wao. Nami nitawapiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukafu, na kwa koga. Nasema mimi Bwana wa majeshi, Jehova ndiyo jina langu. Yes. Mke wangu, Pastor Miamba is out. Unajua nini? Alikuwa ananibania sana Pastor Miamba, sana tu, sana. Lakini sasa kanisa lote liko kwangu. Wazee wa kanisa lote liko kwangu. Sasa nikwambie kitu mke wangu, matendo makubwa ya Mungu, ishara, miujiza yote itaanza kuonekana.
na kanisa hili litajaa watu hujawahi kuona. Hivi unacheza miujiza wewe. Hivi watakuwa wengi. Kwa mke wangu inapaswa furahi. Unajua mume wako anafurahi na wewe ufurahi. Mke wangu vipi? Au kuna neno gani? Sikuelewi mke wangu. Siku yetu hii. Mume wangu, mbona Pastor Miamba alikuwa anakupenda sana? Ni mabaya yapi aliwahi kukufonyesha? Mke wangu hujui. Alikuwa anibania sana yule. Alikuwa ananibania. Ndio maana mimi nilikuwa sionekani na nipo tusionekane. Sasa hizi utaniona. Mke wangu wewe kwa kingine. Utavaa pamba kali ya kuona. Unajua mawigi ya Brazil wewe, Ufilipino. Utayapiga hayo, utakuwa unatokea vizuri. Si unaona mke wa Miamba alivyokuwa? Sasa mimi ulikuwa umebaniwa. Leo ni furaha sana kwetu. Usije kaingiza ukoma kwenye nyumba yangu. Ukoma tena? Ndio. Hamna ukoma. Mungu yuko hapa, wataona. Utaona. Mungu yupo. Matendo makubwa ya Mungu yatafanyika hapa. Utafurahia. Wewe na mimi. Usiwe na hofu. Miamba is out. Out. Saizi ni Pastor Bon. Utaniambia nini? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunasema asante kwa kutupa neema na uweza na nguvu zako. Tunasema asante Bwana Yesu kwa kutuwezesha kuja kumtembelea mwenzetu Pili siku ya leo. Tunasema asante kwa kutupa uhai wa afya na kutulinda. Tunarudisha sifa, heshima na utukufu kwako Mungu. Tunasema asante Bwana Yesu kwa ajili ya Pili. Tunaomba uzidi kumlinda na kumpigania katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuja kunitembelea na karibuni sana. Asante. Pili. Mbona umekuwa mzito kuja kanisani siku hizi? Shida ni nini? Au kwa kuwa Pastor Miamba hayupo? Roida, usiseme hivyo. Huko ni kumwekea maneno mtu, na wakati uko hapa kuongea mwenyewe. Okay. I'm sorry. Mimi naomba tusiongeaje sana. Kwani tumekuja hapa kwa ajili ya kumtazama Pili na kumsaidia kiroho kama binti mwenzetu. Nyote mnajua yanayoendelea. Mimi naomba niende moja kwa moja kukupa pole sana Pili kwa changamoto unayoipitia. Na najua ni kitu ambacho kinakutesa. Ila jipe moyo mkuu. Bwana atakushindia. Yeye hufanya njia mahali pasipo na njia. Mimi nawashukuru sana kwa kuja kunitembelea. Pasipo kujali kama mmekuja kwa nia njema au la. Lakini natamani siweze vibaya, ili nisichochee maumivu makali niliyokuwa nayo. Pole sana Pili. Tuko pamoja na wewe. Tunakuombea uvuke kwa ushindi. Ukweli naumia sana. Kwanza naona nimekuwa chanzo cha kuliharibu kanisa. Naumia sana kwa ajili ya Pastor Miamba. Kwani naona yuko kwenye matatizo na wakati amekuwa baraka sana kwangu. Choki iko wapi? Iko huko. Ninaomba mpuuzie Roida. Si unajua binadamu tunatofautiana. Hana utulivu kabisa. Haleluya. Shalom washindi. Shalom. Sasa ni muda mzuri sana ambao tunakwenda kufanya mazoezi haya, lakini katika utukufu wa Mungu. Haleluya. Tunakwenda kuzitumia karama zetu ambazo ametupa na sauti zetu kumwimbia Bwana, lakini katika ubora wake. Haleluya. Oh Jesus. Sasa tumwambie Bwana namna hii. Utukufu, bali utukufu
hilo ndilo jina langu jipya, Roho wa Bwana. Sauti moja wote. Utukufu, utukufu, wali utukufu, hilo ndilo jina langu jipya, Roho wa Bwana. Utukufu, yeah, utukufu, wali utukufu, hilo ndilo jina langu jipya, Roho wa Bwana. Ulisema pale naposhinda, waniombea kwa kuugua, kwa kuugua, mimi sina cha kukupenda zaidi ya moyo huu wa ibada, moyo wa ibada. Toa sauti, moyo wa ibada, ibada. Moyo wa ibada, Roho wa Bwana, come on. Moyo wa ibada, yes Lord, amen. Mungu awabariki sana, na tunamshukuru Mungu kwa haya ambayo tumeyafanya siku ya leo. Hakika tumeimba katika roho. Haleluya. Ni maombi yangu kumwomba Bwana tupe nafasi nyingine tena siku ya kesho ili tuweze kuendelea, lakini siku ya leo tumeishia hapa. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki sana. Amen. Asante Bwana Yesu, tunashukuru hata kwa wakati mwingine tumeweza kumaliza mazoezi yetu salama. Tunahitaji Baba ukatulinde hata tunaporudi majumbani. Roho zote, nguvu zote za giza hazina nafasi na maisha yetu, bali Mungu ukambariki kila mmoja wetu, ukabariki na sauti zetu Mungu, tukakuimbia katika roho. Ninaomba na kukushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jamani, msiondoke. Dora alisema kuna jambo anataka tutuambie. Hivi kwa macho ya haraka, mnadhani hii skendo ni ya kweli au uongo? Achilia mbali picha zinazosambaa. Mimi naona kama hakuna ukweli ndani yake. Maana Pili anaongea kwa uchungu sana moyoni mwake, na anakataa kuwa hajafanya chochote. Picha ni za ukweli, halipingiki. Ila kwamba umefanya dhambi, hiyo sidhani. Yaani Josephine ni kipofu usojua kusoma picha. Si unaona mimi? Mpaka ikabidi nikachekea chooni. Maana pale nilimuona anapambana kutaka kufanya ukweli kuwa uwe uongo. Unajua shetani mbaya sana. Akishawatendesha dhambi, anaanza kuaibisha. Hii kesi ngumu sana. Ukiangalia picha, unaona kabisa hapa hajapona mtu. Ukisikiliza, unaona kama kuchanganyikiwa. Hapa tulipaswa tuwe na nabii mwenye macho ya rohoni, atufichulie ukweli ni upi. Mwenye macho ndo kaanguka. Sasa sijui nani ataona. Mimi najua Mungu husema na watumishi wake. Ngoja niende kwa Pastor Boni, yeye ataonyesha ukweli ni upi. Usifike huko mbali. Mimi nina macho ya rohoni na nimeshaona wale wameanguka dhambini.
na hakuna kinachoendelea. Mnaamini au muamini? Mi naamini. Kama una macho ya rohoni. Na macho ya rohoni. Karibu Rachel, niko tayari kukusaidia. Pastor. Yes. Mimi najua wewe ni mtumishi wa Mungu. Na Mungu anakutumia kama alivyokuwa anamtumia Pastor Miamba. Rachel. Rachel. Sasa ni wakati wa Pastor Bon. Si hekima kuendelea kumtaja Pastor Miamba. Huyo historia yake imepita. Sasa ni mimi Pastor Bon nazungumziwa. Sio kama unanielewa Rachel hilo. Nisamehe. Nimekosea kumtaja. Ila nilikuwa naomba nimtaje mbele zako kwa mara ya mwisho. Pastor, moyo wangu unaugua ndani yangu. Natamani kujua ukweli. Hivi ni kweli haya mambo yanavyoonekana kwenye picha kati ya Pili na Pastor Miamba? Ni ya kweli? Maana wewe una macho ya rohoni, sisi wengine hatuna. Rachel, unataka nikuambie nini? Macho ya rohoni hauna. Hata macho ya mwilini kuangalia picha zilizopo macho hayo hauna. Mpaka Pastor Boni niongee? Rachel, ongea baba, nitapona. Natamani kusikia kinywa chako kikitamka, maana ni kinywa cha Mungu. Sikia Rachel, maandiko yanasema ikimbieni zinaa. Hivi unajua kwa nini Mungu anasema tuikimbie zinaa? Ni kwa sababu zinaa haimwogopi mtu kwa sura, kwa jina au kwa cheo chake. Na haijalishi unaongea na Mungu kwa kiasi gani, zinaa ikija inapita tu. Rachel, sijui kama unaelewa vitu kama hivi. Rachel, acha kulia Rachel. Kuna sababu ya kulia. Endelea kumwombea Mungu huko aliko, ili Mungu aikomeshe hiyo tabia. Asije akakutana kina Pili wengine akaendelea kutia aibu. Endelea kumwombea. Sio kama unasikia. Futa machozi, endelea kumwombea. Mungu wangu, naomba unirehemu. Kwa sababu wakati nikiwa katika dimbwi la dhambi, mchungaji alisimama na mimi na akaweza kunijenga kiroho na kunistiri kimwili. Na akanileta karibu na Mungu sana, na hatimaye nikaishinda dhambi ile. Lakini mimi nimeshindwa kusimama upande wake na kumsaidia. Japo hata kumpa nafasi ya kumsikiliza, badala yake niliona picha zinajieleza zaidi kuliko kumsikiliza yeye. Mungu wangu, naomba unisamehe mimi mpoli. Nitoe katika hatia hii kabisa. Hivi kweli kuna mtu angeweza kusimama na mimi kiroho kama alivyosimama nami Pastor Miamba? Sijui. Mungu nisaidie. Dokta, hali yangu imezidi kuwa mbaya na nimeshamaliza dozi. Sijajua nafanya nini. Nimeona ni bora nirudi tena. Najua nimeshachukua vipimo vyote toka mwezi uliopita ulipokuja, na vipimo vyote vinaonekana uko sawa tu. Sasa kama hali inaendelea kuwa mbaya, inabidi nikupe rufaa ili uende hospitali kubwa. Dokta, uwezo wangu wa kifedha umekuwa mbaya sana tangu nimeanza kuumwa, na fedha zimetoweka. Naomba sana kama utaweza kuangalia dawa nyingine, labda zinaweza nitibu kuliko kwenda hospitali nyingine. Huko nitahitaji kupimwa tena na hela sina.
mambo hayaendi hivyo. Kumbuka taaluma hii ya udaktari huwa tupokee maelekezo ya kitabibu kutoka kwa mgonjwa, na kukupa dawa zingine kwa kufuata maelekezo yako ni kinyume na taaluma yangu. Sasa ndo naona kifo nje nje. Ee Mungu wangu nisaidie. Faisal, naomba usilete taharuki hapa hospitali. Kuna wagonjwa wengi wanahitaji utulivu. Na sidhani kama kuna kitu hakijaeleweka hapa. Naomba sana uende ukajipange ili uende hospitali kubwa. Sisi hapa tumeshindwa. Jamila. Umekuja hospitali kimya kimya, hata kuniambia rafiki yako. Mbona hata wewe umekuja na hujaniambia kama unakuja hospitali? Naona namba yangu. Mimi kuchanganyikiwa tu. Si unajua sasa hivi kila mtu ni mgonjwa. Rafiki yangu. Nini tena? Mbona una huzuni? Pindukia. Umepewa majibu gani huko ndani? Jamila, mimi naona shetani ameamua kutuvamia. Sijui shida iko wapi. Kila unayemgusa katoka hospitali. Juzi mbele kanisani hamna watu kabisa. Na hata mchungaji mwenyewe haji kanisani siku hizi. Sijui shida iko wapi. Mzee Mpoli huyo, umemwona? Kausha studio. Loida, huu mwaka tunaibika. Mimi naona turudi magotini, tujue shida ni nini. Maana hata wazee wa kanisa ni vurugu, hakuna aliyemsema. Mimi naomba tu niondoke. Maana nahisi nazidi kuumwa. Pole sana, twende yote. Hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi Jehova, nisiwe mchungaji wao. Nami nitawapiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukafu, na kwa koga, nasema mimi Bwana wa majeshi. Jehova ndiyo jina langu. Dia Jamila, unasemaje? Maana mimi hata sielewi kinachotusibu. Ni magonjwa kila siku itopo leo. Mimi naanza kuogopa. Kwani toka ameondoka Pastor Miamba kanisani, kumekuwa na upepo wa magonjwa. Kila unayemgusa ametoka hospitali. Na wakati ya kukua hivi kabisa kipindi kile. Mimi pia nimelijua hilo. Na nina uhakika huyu Pastor Boni atakuwa sio muombaji kama alivyokuwa Pastor Miamba. Maana kiachana mapungufu ambayo amesikika kwa Pastor Miamba, ila yule mtumishi alikuwa muombaji. Na hata akikugusa tu
lazima upone. Ila huyu Pastor Boni naona hamna kitu kabisa. Mimi nimechoka kuhisi juu ya huu upepo. Naona kikubwa tuombe toba. Kwani licha ya uzinzi wa Pastor Miamba, alikuwa anajituma, alikuwa anajitoa sana. Lakini tulivyomvamia, tukasahau wema wake wote. Ila sisi binadamu ndio maana magonjwa hayaishi. Hili ni pigo. Tukamwambia Pastor Boni tuombe kama kanisa. Twende. Naona tufanye hivyo. Okay. Tunaenda kwake au kanisani? Twende kanisani. Mume wangu, lazima tumombe Mungu akupe roho ya unyenyekevu. Maana kiburi kitakuangamiza. Mungu hupendezwa na moyo uliopondeka mbele zake. Mimi naona ni vyema uende ukatubu. Wewe unajua kila kinachoendelea ndani yako ni cha kiroho. Kwa nini upambane kimwili? Mke wangu, hali imefika pabaya. Naota ndoto za ajabu. Kila siku lazima nimwote Pastor Miamba akinikaripia. Hata sijui hali hii itaisha lini. Na akizidi kunikaripia hali yangu asidi kuumwa. Ni kama vile anatonesha kidonda kilichopo mwilini mwangu. Anayekugombeza sio Pastor Miamba, ila ni Mungu wa Pastor Miamba. Anatumia picha yake kudhihirisha chanzo cha mateso yako haya ni hii issue ya Pastor Miamba. Kumbuka nilikwambia kaa mbali, wacha Mungu ahukumu mwenyewe. Ona sasa hukumu inakurudia. Mke wangu, nakuelewa, ila sina namna. Natamani ningepata kumuona Pastor Miamba nimwombe msamaha, ila hapatikani kwenye simu, na nyumbani nasikia hayupo tangu siku ile ametoka kanisani. Unafikiri ningekuwa hapa, mke wangu? Nenda kanisani kaombe toba kwa washirika. Mungu atasikia. Ona sasa, huduma imekuwa ngumu kweli. Watu wana shida ila hawana wa kuwasaidia. Mchungaji huko hoi. Kweli mke wangu, wananipigia simu sana, ila siwezi kunyanyua kinywa changu kuwatamkia chochote. Mungu anirehemu, itaonekana ibada kuu tu. Kila mtu apambane mpaka pale Mungu atakaposhusha chini mkono wake wa adhabu juu yetu. Hamna namna. Ila huwa nasema njia za Mungu hazichunguziki. Hivi anaweza wahukumu watu wengine kwa ajili ya dhambi ya mtu mwingine? Hapana. Nafuta maneno yangu kwa damu ya Yesu. Pastor Miamba hajazini. Nisije nikaunga msafara usionihusu. Pole mume wangu.
nipo pamoja na wewe. Nashukuru mke wangu kwa upendo na kwa kunijali. Nashukuru sana. Amen. Mungu uliyeniita toka tumboni mwa mama yangu, ukanipaka mafuta na ukaniweka juu ya mataifa ili niwahubiri mataifa habari njema ya ufalme wako. Umenizoesha mimi kukutumikia, ila watu wako wameinua hila na wamenikataa. Bwana, nijulishe njia zako, niyajue mapito yako, niongoze katika njia ya haki na kweli. Nipe watu wa kuwahudumia tena, wakinikataa nipe hata mawe nitayahudumia, au nipe hata wanyama niwahudumie. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni mwangu, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Bwana, sema nami tena, nipe maelekezo yako mfalme. Sema Jehova, usikae kimya, usikae kimya Jehova. Odi. Charles. Bari hapa. Njema sana. Naam. Ila mzee mpaka sasa naona bado hajaamka. Ilitakiwa nimpeleke akafanye ibada, ila naona yuko ndani na hajatoka, na muda wa ibada unakaribia kuisha. Naelewa hali ya Pastor Boni ni ngumu sana kwa sasa, na hii ni kwa sababu anataka matibabu yote tuyafanyie hapa nyumbani, na hapa nyumbani siruhusiwi kumfanyia vipimo vyovyote, hivyo unaishia tu kumpa matibabu madogo madogo. Hebu mshauri aje hospitali ili tumfanyie vipimo kwa undani zaidi. Hilo hawezi kukubali, kwani kuna kitu kikubwa sana kinachoendelea. Unajua, nahisi mchungaji yupo kwenye pigo kubwa sana. Pigo? Pigo lipi? Pastor Boni na wazee wa kanisa walimfukuza mchungaji kwa hila na wakapeana vyeo, na sasa vinawatokea puani. Wasipojiangalia watakufa wa jamaa. Chale, naona kama unatoka kwenye mstari. Haya ni magonjwa na watu wengi wanayapata. Magonjwa ni kitu cha kawaida sana kwa mwanadamu. Sasa hayo mawazo yako naona ni kama mshirikina anayeanza kudhani kila kitu ni uchawi. Okay. Wewe nenda. Yupo ndani anakusubiri. Sawa. Mimi ngoja nimuone mzee. Okay. Sawa. Mwanzo. Karibu unywe chai. Asante. Karibu ya. Hiyo nitakuandalia vitafunwa. Asante mke wangu. Karibu. Asante. Habari za hapa? Tunaendelea vizuri. Naam. Japo si sana. Karibu. Asante sana. Mchungaji yuko ndani.
Pastor Bono. Dr. Change. Naam. Karibu sana. Karibu sana Dr. Change. Asante sana Pastor. Nashukuru umekuja. Nadhani Pastor, sasa ni wakati wa wewe kuja hospitali ili tuchukue vipimo na tujue ni dawa gani sahihi na matibabu gani tukupe. Kwa taratibu za kitabibu hapa nyumbani siruhusiwi kufanya vipimo vyovyote wala kukupa dawa pasipo kukupima, maana sitajua unaumwa nini. Dr. Change, kwa hali ninayopitia kwa sasa, sina budi nije hospitali kucheki nione nini kinanisumbua ili niokoe maisha yangu. Hali yangu ni mbaya sana, napitia maumivu makali sana dokta. Nashukuru sana umekuja. Nashukuru sana. Sawa Pastor. Pole sana Pastor. Pole sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Yesu. Bibi, unapiga kelele, kuna nini? Mke wangu, nimeota ndoto ya ajabu ya kutisha sana. Hata sijui nafanyaje. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Ndoto ni sauti ya Mungu. Ifasiri na uifanyie kazi. Si ndivyo ambavyo unatufundisha kila siku? Mke wangu, anayefasiri ndoto ni Roho Mtakatifu, ambaye mimi nimefarakana naye. Kila nikijaribu kusoma neno, badala ya nuru kunijia, giza linanigubika. Nahitaji neema ya Mungu. Omba toba halisi. Toba hufungua mlango katika ulimwengu wa roho, mume wangu. Hata ndoto imesema hivyo hivyo. Yamkini una roho wa Bwana. Una roho wa Bwana. Mama, nakula semaje? Najua nakufa. Nitapona. Ila naomba kabla sijafa nipate muda wa kwenda kanisani. Kuna mambo nitafurahi nikiyaona, nikitubu dhambi zangu mbele ya kanisa, ili niwe na hatima njema ya huko nendako. Mwanangu Gray, usijitabirie mabaya. Ni jambo jema kumrudia Mungu wako. Utakaa sawa kabisa. Mungu wetu ni wa rehema. Ingawa mwanangu ulikuwa upendi kwenda kanisani, nimefurahi kwa ridhaa yako, kwa mwenyewe umeamua kwenda kanisani. Namshukuru sana Mungu, amejibu maombi yangu. Unasikia Gray, neno la Mungu linasema
Sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Kwa hiyo subiri mwanangu, nimpigie simu mchungaji ili niweze kujua ratiba yake. Kweli mama. Lakini sitaenda kanisani kwako kwa kipindi hiki. Lipo kanisa na nataka kwenda kwa sasa. Ni muhimu sana mama. Ni muhimu sana mama. Naomba uwe na amani. Sawa mwanangu Gray. Mungu wetu ni mmoja. Na hata sasa ni ushindi wewe kwenda kanisani. Sasa subiri, tutaenda. Umesikia mwanangu? Naitwa Gray Mlelwa. Najua ninyi sio rahisi mimi kunijua, ila mimi nalijua hili kanisa, na kuna binti mmoja nafahamiana naye sana hapa kanisani ambaye alikuwaga mchumba wangu. Nimekuja hapa kanisani kwa ajili ya kuhitaji neema na rehema za Mungu kwa uovu nilioufanya dhidi ya kanisa hili na mtumishi wake Pastor Miamba. Naomba Mungu anirehemu sana, nakiri kuhusika na uovu. Ukweli ni kwamba mambo mliyosikia yote yalitengenezwa na mimi ndio mhusika. Pastor Miamba sio mzinzi. Ni hali ya kumchafua yeye na huduma yake yote. Niliyafanya kwa hasira ya kwa nini nimemkosa Pili. Lakini mchungaji alikuwa sahihi sana. Hivyo naomba kanisa mnisamehe. Naomba Mungu pia nirehemu sana. Lakini mama mchungaji, naomba unisamehe sana, kwa kuwa yale niliyokuambia siku ile hayakuwa ya kweli, na hata ile picha ilikuwa ya kutengeneza. Nataka utumie utaalamu wako wote wa IT nipate kujilipizia kisasi kwa kumpoteza mpenzi wangu Pili ninayempenda sana. Nimepambana kwa juhudi zangu zote, nimeshindwa. Sasa nataka tulie wote, na kilio cha wengi ni matanga. Unajua mambo ya IT ni hela yako tu. Tunaweza fanya chochote kile mpaka ukashangaa. Safi sana rafiki yangu. Nipo tayari kulipa kiasi chochote. Nipe picha mpenzi wako Pili na huyo mchungaji, mengine niachie mimi. Utanipa masaa haya matano tu, nitakuwa nimeshaiandaa kwenye mitandao ya kijamii na kuitupa kama bomu, na atastarehe mwenyewe na hakuna ambaye hataamini. Kila mtu atajua kuwa ni kweli. Ila ninaomba sana jina langu lisisikike mahali popote, na nitakuruka 100%. Hiyo ndiyo kazi nilikuwa naitaka. Haya, advance shingapi?
Unajua wewe Gray ni zaidi ya shetani? Umewezaje kusema uongo namna ile kwa mtumishi wa Mungu? Ona dhoruba ulioachilia ndani ya kanisa. Kanisa linayumba siku hadi siku. Lakini mpaka sasa hatujui ni wapi mchungaji alipo. Na hii yote ni wewe Gray uliyesababisha. Yaani ninaumia. Sijui nikufanye nini Gray. Mungu nisamehe. Nimemtenda vibaya sana mchungaji. Na hata kanisa limesambaratika kwa ajili yako Gray. Wewe Gray ni mtu mbaya sana zaidi ya shetani. Umemfanya mchungaji apate hukumu isiyo mstahili. Ingelikuwa ni hukumu leo, ulistahili kufa kwa mambo uliyoyafanya, ni zaidi ya kuua. Bora ufe, una maana wewe. Gray hata kufa, bali ataishi, naye atasimulia matendo makuu ya Mungu. Mzee Mpoli, usihukumu, usije ukahukumiwa. Nimefundisha hapa ya kwamba Mungu hachukii mwenye dhambi, bali anaichukia dhambi iliyo ndani ya mtu. Ninajua haya yote Gray aliyafanya kwa ajili ya ujinga wa kutokumjua Mungu, na namna alivyoshindwa kumwoa pili kutokana na kushindwa kukidhi vigezo vya kibiblia. Muombe sana Mungu akupe neema ya kuzidi kumjua yeye. Najua haya yote ni mapito. Hata pili amepita mapito magumu sana. Pili, shetani ni kama simba au ngurumaye akitafuta mtu kummeza. Hakikisha haumpi nafasi kabisa. Ninajua wewe ni mtoto mdogo sana katika umri, lakini katika hili unatakiwa uwe mtu mzima katika roho. Mchungaji, kwa hili ni gumu sana. Kwamba niendelee kwenda kanisani wakati wewe haupo. Najua mateso yatakuwa makali sana na hata kuwepo kunitetea. Biblia inasema ya kwamba mtetezi wetu yu hai. Yeye atatutetea. Ninajua utapitia magumu mengi, lakini vumilia. Na kamwe usiache kwenda kanisani. Baba, najua umenijenga vyema kiroho na nimemjua Mungu sana. Ila kwa hili nahisi kama liko juu ya moyo wangu wa kiroho. Naomba uende huko na kwenda kumtafuta Mungu. Mimi sitaenda kanisani mpaka siku utakaporudi. Mimi nimekusamehe. Hata Mungu amekusamehe. Ya kupasa kumwomba Mungu akutie nguvu ya kumjua yeye zaidi. Mchungaji, ninamjua Mungu kwa sehemu kutokana na mapito niliyopitia. Mara baada ya kufanya huu uovu, magonjwa, dhiki, taabu na njaa havikukoma kwenye maisha yangu. Hivyo ni dhahiri kabisa yale yalikuwa ni mapigo ya Mungu mwenyewe. Nimejifunza tusiwanyoshie watumishi wa Mungu vidole, kwani kumnyoshia mtumishi wa Mungu vidole ni kupigana na Mungu mwenyewe. Mchungaji,
naomba unisalishe sala ya toba. Nipo tayari kuokoka, kwanza upe na maisha. Gray, umefanya uamuzi mzuri sana mbele za Mungu, na mimi nimekusamehe, hata kanisa nimelisamehe, lakini nitabaki mahali hapa kuwa muumini wa kawaida na mtenda kazi katika nyumba ya Bwana chini ya uangalizi wa kiroho wa Pastor Bon. No, haiwezekani. Naomba uchukue nafasi yako, na namshukuru Mungu sana kwa kuwa umerudi, maana sikujua kama utumishi wangu mbele za Bwana ulitegemea sana uwepo wako. Mara tu ulipoondoka baba, uwepo wa Mungu uliondoka. Sikuweza tena kufanya kazi ya Mungu kama nilivyokuwa chini yako. Baba, naomba toba, maana nilichukua nafasi yako kwa hila. Lakini pia Baba, ulivyoondoka tu hapa, tulipigwa na magonjwa yasiyojulikana. Kuna watu waliwashwa Baba. Kuna watu walipata tabu hapa Baba. Adui alimetuchakaza Baba. Ile mradi umerudi, mimi naamini umerudi na Mungu wako, na sisi wote tunaenda kuponywa kwa jina la Yesu. Baba, ninasimama kwa niaba ya kanisa kuomba toba kwa Mungu na kwako Baba mchungaji, kwani wakati ulipotuacha na uwepo wa Mungu pia ulituacha. Baba, Mungu alinipa kutubia uovu wa kanisa. Kipindi tulipokuwa tukitenda dhambi na kuja kwako Baba, ulitusaidia na ulitustiri kama mtumishi wa Mungu. Lakini tulipoisikia dhambi yako, hatukuweza kuvumilia, kwa kuwa hatukukubeba kama baba. Badala yake tulizidisha ukubwa wa dhambi kwako. Na leo tumesikia na dhambi yenyewe hata hukuitenda. Tunaomba Mungu aturehemu. Mungu ni Mungu wa rehema. Najua unanichukia sana, lakini ule ulikuwa ni ujinga wa maisha ya gizani. Sasa nimeokoka na ukulia wokovu. Nayajua mambo ya nuruni na kujiona nilikuwa mjinga sana. Usinichukie, bado nakupenda. Sijai kukuchukia, kwani nilikuwa sijajua kama haya yote uliyafanya wewe. Na kwa kuwa umeshampa Yesu maisha, na Mungu amekusamehe, na mchungaji amekusamehe, mimi ni nani mpaka niendelee kukushikilia Gray?
Namshangaa Bwana Yesu kila niendapo namkuta. Namshangaa Bwana Yesu kila niendapo namkuta. Nikienda Dodoma namkuta. Nikienda na Mwanza namkuta. Hey! Nikienda Tabora namkuta. Nikienda na Mbuta namkuta. Yeah! Nikiwa hapa Sinza yeah! Nikiwa mkoa namkuta. Yeah! Namshangaa Bwana Yesu kila niendapo namkuta. 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 Namshangaa Bwana Yesu kila niendapo. Twende. Hebu shangaa namna hii. Shangaa namna hii. Twende. Yeah. Amen. Vigelegele kwa Yesu. Hebu mgeuke jirani. Ni mimi na wewe tu mabalozi wa Yesu. 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 Mwambie jirani yako. Ni mimi na wewe tu mabalozi wa Yesu. Ni mimi na wewe tu mabalozi wa Yesu. Tu mabalozi wa Yesu. Mabalozi wa Yesu.